Furaha ni tiba. Palipo na furaha ndipo penye amani, penye utulivu, masikilizano na maelewano pia. Tabasamu likiwa bashasha kwenye nyuso za watu. Leo nataka kuangazia furaha kwa wanandoa, ambapo mara nyingi mafarakano na utengano umesababishwa na ukosefu wa furaha kati ya watu hao wawili na kupelekea hata watoto kukosa malezi bora ya pande zote mbili. Hakuna familia inayoanzishwa ikitarajia kuipoteza furaha ya mipango yake, bali namna ambavyo mjumuiko wa pamoja wa kuishi kila siku kwa baadhi ya watu ama familia unapelekea kutengana, wengine wakipata msongo wa mawazo. Hapa kwenye laini ya simu ninaye mshauri wa familia na msaikolojia John Ambrose. Kwanza ninataka kufahamu ni mambo gani yanapelekea ukosefu wa furaha katika familia? Na vitu ambavyo mara nyingi vinaleta sana changamoto ni kukosa uaminifu. Kukosekana kwa uaminifu ndani ya familia mara nyingi sana ni jambo la kujirudia ambalo linapelekea hali ile ya kukosa, na kwa namna moja au nyingine linachangiwa na matumizi ya vilevi, watu kujiingiza katika masuala ya ulevi, kujiingiza katika mahusiano ambayo sio rasmi, au kwa jina ambalo tumezoea michepuko, ukosesha sana. Lakini katika masuala ya kiuchumi, ukosekanaji wa fedha kutoka katika ajira, hili nalo linakuwa ni hali ya kawaida ambayo inajirudia mara kwa mara. Asante sana Ambrose. Na sasa nimgeukie Dr. Katanta Simwanza, mshauri wa masuala ya afya, familia na malezi. Natumai umemsikiliza vyema Ambrose. Je, wewe unazungumziaje hilo la chanzo cha ukosefu wa furaha kwa wanandoa? Kutokuwepo kwa mawasiliano sawia ya wazi baina ya wenza na wanafamilia. Hilo ni jambo kubwa sana, limekuwa changamoto kwamba kuna mmoja na siri vitu vyake vya siri, mwingine hajui. Lakini vile vile tunaona ya kwamba kushindwa kuwa na mipango ya pamoja na kusimamia namna gani ya kutumia ya kuhakikisha mapato ya familia yanapatikana na hata matumizi yake pia. Kunapokuwa na changamoto hapo, inaleta shida kubwa sana. Lakini vile vile kukosekana kwa kuaminiana. Endapo kama watu wako kwenye mahusiano na hawaaminiani, hasa wenza, ni hatari sana, inaondoa furaha. Kutokusaidiana, kutokufanya maamuzi ya pamoja, kwamba ni mtu mmoja tu ndo anaamka na kutoa maamuzi. Kukosekana kwa malengo na matarajio ya pamoja. Familia nyingi ambazo wenza hawana furaha, ukiwauliza matarajio yao au na malengo yao walipokuwa wanaanza mahusiano au baada ya miaka kadhaa wakuandikie, utashangaa majibu watakayokupatia. Kila mtu ana matarajio yake. Ni kwa namna gani wataalamu wa saikolojia mmekuwa mkiwasaidia wanandoa na kurudi katika hali ya kawaida ya utulivu na kurejesha tumaini lililopotea kwako Ambrose? Ndani furaha inatengenezwa. Na wakati mwingine furaha inafifia au inadhoofika au kufifia, lakini inawezekana nafasi kubwa ya kuirudisha ile furaha. Na sehemu kubwa ya wataalamu wa saikolojia ni kuiwezesha jamii, kuwezesha wanandoa, kuwezesha mtu mmoja mmoja kurudi katika ile hali yake ya kawaida ya furaha ambayo aliizoea. Na mimi kwa uthibitisho wangu ni ziko familia kama mtaalamu au ushauri wa ndoa nimewezesha sana. Sidiriki kusema kwamba najisifu, lakini namshukuru Allah kwamba nimewezesha familia kadha kurudisha au kurudi katika ile hali yao ya kawaida ya furaha waliokuwa nayo. Kwanza ni kutambua kusudio la maisha yao na maana ya maisha yao. Lakini pili ni kumsaidia kuishi katika hali ya sasa. Jamii zingine zinapoteza furaha kwa kuishi maisha ya nyuma au kuishi maisha ya mbele badala ya kuishi maisha ya leo. Shukran. Dr. Katanta, ushauri wako ni upi kwa vijana ambao wanajiunga na hiki chama cha wanandoa? Wito wangu hasa kwa vijana ambao wanaingia kwenye mahusiano siku ya leo, tunaposhangilia siku ya furaha duniani, wanaoingia kwenye taasisi hii ya familia. Marudio ya magomvi na shida nyingi ambazo familia nyingi imekuwa inatokea ni kwa sababu ya hizo tabia ambazo nimeziainisha.
Lakini kwa vijana wanaoingia ili waweze kufanikiwa na kuhakikisha kwamba mahusiano yao yanakuwa na furaha, jambo la msingi na la muhimu sana, kwanza ni kuheshimiana, lakini pili kusaidiana, mutual support. Kuna kitu kitaalamu wanaita care economy. Kuna zile kazi ambazo zinafanyika katika maisha yetu ya kila siku na hasa majumbani ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama, tukiwa na furaha, afya njema ya akili na vitu vingine kama hivyo. Shukrani sana John Ambrose, msaikolojia, pamoja na Dr. Katanta, mshauri wa masuala ya afya, familia na malezi, kwa muda wenu na kwa kutulisha kwa kifupi umuhimu wa furaha katika familia. Na sasa tugeukie upande wa wananchi, watupe mtazamo wao kuhusu umuhimu wa furaha. Kwa majina yangu naitwa Esther Ezekieli, ni mkazi wa Mwanza. Leo ni tarehe 20, ni siku ya furaha duniani. Kwanza leo ndo nimetambua kwamba leo ni siku ya furaha duniani. Kwangu mimi binafsi nina furaha sana kwa kumjua Mungu. Kitu ambacho naweza kukifanya nikapata furaha duniani ni kumjua Mungu, kuwajali wengine, ndo furaha yangu. Kwa majina mimi naitwa Jeremia Emmanuel Majinyali, nipo Ibanda Nyegezi, Mwanza. Hapana, siku ya furaha duniani sifahamu, labda ndo naisikia kwako leo. Kwa sababu sisi tuifahamu, serikali jitahidi itoe elimu, ihamasishe jamii tuweze kufahamu muhimu wa hii siku katika maisha yetu ya kila siku. Heri ya siku ya furaha. Na acha swali mezani. Kipi unakifanya ili kuwa na furaha na kuondokana na msongo wa mawazo?